Inaendelea sehemu ya 23. Wakili wa waleta maombi John Seka anaendelea kumdodosa shahidi ambaye ni mkuu wa gereza la Ukonga Bwana Andrew Shabani Tamamilo, ambaye pia anajulikana kwa jina la Bwana Jela. John Seka anasema moja ya sheria ni sheria ya magereza ambayo umesomea na kuibobea. Bwana Jela ndio. John Seka, kanuni za magereza je? Bwana Jela, nazo ni muhimu sana, zinatumika. John Seka, kwenye kanuni hizo wanapaswa kutii kanuni ya 13 ya uendeshaji wa kanuni za magereza. Bwana Jela ndio. John Seka, ibara 21 ibara ndogo inasemaje? Bwana Jela, kila mtu ana haki ya msingi ya kufaidi haki za binadamu kama ilivyofafanuliwa ibara ya 12 hadi 28 ya katiba hii. John Seka, ni nani na nani wana haki ya kufaidi haki mbalimbali? Bwana Jela, watu wote. John Seka, hata wewe? Bwana Jela, hata mimi. John Seka, hata Tundu Lissu? Bwana Jela, hata Lissu. John Seka, hata Kisabo? Bwana Jela, hata Kisabo. John Seka, hata Maduna Nation? Bwana Jela, hata Madu. John Seka, Nation je? Bwana Jela, hata Nation. Watu wanacheka mahakamani hapa. John Seka anaendelea, haya rudi ibara ya 12 sasa kule. John Seka anasema soma ibara 29 ibara ndogo ya pili na useme inasemaje. Bwana Jela, kila mtu ana haki ya kupata hifadhi sawa chini ya sheria. John Seka, hadi Lissu akiwa mikononi mwa Ukonga? Bwana Jela, sahihi. John Seka, nenda kanuni ya 13 ya kanuni za magereza na utuambie miaka 31 ya uzoefu wako ni lini ulifahamu kanuni hii. Bwana Jela, tangu nilipoanza kazi. John Seka, isome kwanza. Bwana Jela, mfungwa atapewa haki ya kuongea na mawakili wake kwa faragha, lakini awe anaonekana, lakini sio kuwasikiliza. John Seka, umeelewa kweli hicho kifungu? Bwana Jela, ndio, mfungwa atapewa nafasi ya kuongea na wakili wake na kufanyika kwa kuona, lakini sio kusikiliza. John Seka, kuna haki ya mfungwa na kuna haki ya mshauriwa kisheria kwenye kanuni hiyo? Bwana Jela, ndio. John Seka, haki ya mfungwa kusaidiwa kupewa nafasi ya kuongea na mshauri wake wa kisheria, yaani wakili? Bwana Jela, ndio. John Seka, haki ya pili ni ya mawakili kupata fursa ya kuongea na mfungwa kwa faragha bila ya kusikilizwa. John Seka, hii haki huwa unasomewa au una uzoefu? Hii kanuni ya 13. Bwana Jela, sijaelewa swali. Seka, ili uwe na ujuzi huo wa kutazama bila kusikiliza, kuna chuo kinachofundisha au ni uzoefu wa kazi? Bwana Jela, katika uzoefu wa kazi unasema hapa natazama na ninasikiliza. John Seka, kwa hiyo utekelezaji wa jambo hili unategemea mtu na mtu? Bwana Jela, hakuna standardi zilizowekwa. John Seka, kwenye nyaraka zako na maelezo yako ulikuwa unasema simamia, maana yake ulikuwa unasema simamia lakini wasisikilize? Bwana Jela, ndio. John Seka, ukubwa wa chumba cha ofisi yako ukoje? Bwana Jela, wa kutosha tu. John Seka, huwezi kukadiria? Bwana Jela, ndio. Jaji, ofisi yako hujui na ukubwa gani? Bwana Jela, wa kutosha. Jaji, tunatosha wote humu ndani tukija ofisini kwako? Bwana Jela, hamwezi kuingia. Jaji, bado unasema ni ukubwa wa kutosha? Bwana Jela, sio. Jaji, haya jibu swali sasa. Anasimama na lindwa. Section 93 ya Prison Act inasema ramani ya gereza isitolewe, ukubwa hizo ofisi ni hatari. Jaji Mruma, hakuna ramani ya gereza wala kifungu kisemi hivyo. Shahidi, jibu swali, tunataka sana kujua ukubwa ofisi yako, ni jambo muhimu sana. Bwana Jela, ni ofisi iko mbali ya kutoka hapa nilipo hadi hapo kwako. John Seka, sasa ofisi yako ya kaimu wako Recha ni ofisi ya nani kubwa? Bwana Jela, ya kwangu ndio kubwa.